Mnada wa kwanza wa mbaazi uliofanywa na chama kikuu cha ushirika Runali tarehe 16 Agosti mwaka 2026 katika ofisi kuu za chama kikuu cha ushirika Runali, bei ya juu ni 1180 na bei ya chini ni 1120. Mara baada ya mnada huo, mwenyekiti wa chama hiko ndugu Oda Simpunga amezungumza na wakulima na viongozi mbalimbali wa serikali waliojitokeza katika mnada huo, akiwaasa juu ya kulinda ubora, lakini pia hakuacha kuzungumzia changamoto za wafugaji zinazojitokeza katika maeneo mbalimbali, pengine kupelekea kupungua kwa mavuno ya zao hilo la mbaazi. Baadhi ya wakulima wenzangu walioko maeneo yanayosumbuliwa sana na mifugo, kuna changamoto kidogo. Sasa kama halmashauri mtalichukua, mwenyewe jana nilifika Mondo na niliingia Jilibi, nilikutana na kundi kubwa sana la mifugo. Kwa hiyo wanasumbua na kuharibu mazao yetu ya mbaazi. Kwa hiyo nalo mchukue muone namna gani ya kuwalinda wakulima walioko kwenye maeneo ya Lionja, nisikia kule na pia wanasumbua Unichile, na jana nimeshuhudia mimi nilikuwepo kule Mondo. Kwa hiyo nayo kama mwenyekiti wa halmashauri zenu, basi muone namna gani ya kuwalinda wale wakulima kile ambacho kidogo wamekipata. Kwa hiyo mimi naendelea kuwasitiza kulinda ubora. Hizi bei maana kama leo tumeshia shilingi 1180, inawezekana mnada ujao ukafikia kuanzia 1200 hadi na kuendelea. Wananchi waliojitokeza katika maeneo hayo, miongoni mwao ni hao watatu wanaozungumza nasi moja kwa moja kutupa maoni yao juu ya mnada huu na bei ambazo zimejitokeza siku ya leo katika mnada huu. Jina naitwa Muhibu Muhammad Mniwasa, ni mkazi wa hapa Nachingwea. Na kuhusu mnada, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mnada umepita salama na bei ni bei ya wastani kwa mkulima, sio mzuri sana na sio mbaya sana kulingana na maeneo ya wenzetu. Isipokuwa tunachokiomba kwa serikali, kwa sababu katika dunia hii hakuna nchi ambayo imeendelea bila uzalishaji, na sisi ndio ambao wazalishaji wa zao hili. Kwa hiyo naomba serikali watuangalie sana wakulima kulingana na hali za uzalishaji ilivyokuwa, changamoto pembejeo, lakini pia tunakumbana na changamoto zingine, wafugaji huko mashambani tunapata changamoto. Kwa hiyo tunaomba serikali iangalie swala kama hili ili kuweza kuboresha mazingira yetu sisi wakulima na tuweze kunufaika na kile tunachokifanya. Kwa majina naitwa Jordan Membe, mkulima wa zao la mbaazi kutoka Libea Matangini. Leo maana tumekuja kwenye chama kikuu cha ushirika Runali, tumekuja kushuhudia mnada wa kwanza wa zao la mbaazi. Mimi kama mkulima wa zao la mbaazi, lakini pia kwa niaba ya wakulima wote, kwanza tumekubaliana na bei ya soko ya leo kwa bei ya shilingi 1170. Maana yake ni bei kubwa kwa sisi wakulima, maana yake ni bei ambayo inaridhisha ukilinganisha na gharama za uzalishaji kwa zao la mbaazi. Lakini pia kama mnavyofahamu kwamba tulipewa mbegu na chama kikuu cha ushirika za Runali, maana tulipewa mbegu za mbaazi, tulipewa mbegu za ufuta na mbegu za alizeti. Kwa haya pia ni matokeo ambayo kwamba ya chama kikuu cha ushirika Runali, jitihada zake ambazo anafanya kwa wakulima, na ndio maana pia tabia ya leo maana yake imekuwa mzuri sana. Kwa jina naitwa Amina Sadiki, ni mkulima natoka Mkumba. Hizi bei nimeona kwa mimi mkulima ni bei mzuri tu za kawaida, ila kwa choma ndio ambaye atapata hasara, lakini mimi kama ni mkulima hizi bei zinanisaidia na zinanifaa vizuri tu. Tunashukuru. Minada mingine kwa kumsaidia mkulima watuongezee kidogo, ifikie angalau 1300 1400, itakuwa vizuri zaidi. Nikiripoti kutoka wilayani Nachingwea mkoani Lindi, mimi ni Ismail Hamisi. Hii ni Alpha TV.